Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbu Online TV, Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, tukiwa bado tunaendelea katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua. Leo biidhnillahi taala mada nasema epuka mambo manne haya katika nyumba yako, yanazuia riziki, yanazuia baraka katika nyumba. Epuka mambo manne haya katika nyumba yako, yanazuia riziki, yanazuia baraka katika nyumba, na yanaleta nuksi na mikosi katika nyumba yako. Mambo manne au nyumba nne, zijue nyumba nne zinazoandamwa na nuksi, mikosi na kuondoka kwa baraka katika nyumba hizo. Hii ndo mada ya leo. Tunakwenda kuangalia mambo manne haya, kama yatakuwepo katika nyumba yako, basi itakuwa ni moja katika sababu za kupungukiwa kwa riziki, kuondoshwa kwa baraka, nuksi na mikosi kutawala katika nyumba hiyo. Kwa ni vyema ukasikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kuna faida kubwa siku ya leo utakwenda kuipata, na yule ambaye atakayesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho darasa hili. Na nikuombe ndugu yangu, kama itakuwa ndo mara ya kwanza unapita katika channel yetu hii na bado hujasubscribe video zetu, basi subscribe ili mradi uweze kupata mwendelezo wa mada mbalimbali ambazo kwamba tutakuwa tunazileta katika darasa zetu hizi. Miongoni katika mambo manne ambayo leo tunakwenda kuiangalia, ambayo haya kama atakosekana katika nyumba yako, basi uchache wa riziki katika nyumba, nuksi katika nyumba, na hata baraka za Allah kupungua katika nyumba hiyo. Jambo la mwanzo kabisa ambalo kama litakosekana hili, basi hali kama hiyo itakuwepo, ni kuto kusomwa Qur'ani tukufu katika nyumba yako. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo kubwa sana. Ni jambo ambalo mara kwa mara inabidi tukumbushane Waislamu katika miji mbalimbali na katika maeneo mbalimbali, hususan katika majumba yetu. Tujitahidi sana kuisoma Qur'ani katika majumba yetu, na haya ni maagizo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu nyumba ambayo inasoma Qur'ani khairi zake zinakuwa nyingi. Nyumba ambayo inasoma Qur'ani, malaika wa Allah wanaipenda na wanahudhuria katika nyumba hiyo. Nyumba inayosoma Qur'ani, sheitani hawezi kuweka makazi katika nyumba hiyo, kwa maana watakimbia na kuondoka. Ndio wanasema nyumba ya kwanza kabisa ambayo baraka za Allah zinakuwa chache, malaika wa Allah wanaikimbia nyumba hiyo, albaytu alladhi la yuqra fihi alquran, nyumba ambayo ndani yake haisomwi Qur'ani. Kwa hiyo tuseme kwamba tujitahidi sana kusoma Qur'an katika nyumba yetu, na hata Mtume Muhammad akatuhusia tuisome sana suratul Baqara katika majumba yetu, kwa sababu suratul Baqara inafukuza mashaitani, na si mashaitani tu, inafukuza mpaka wachawi. Katuhusia Bwana Mtume tuisome sana katika majumba yetu. Kwa hiyo nyumba ambayo haisomi Qur'ani, nyumba hii inakuwa mfano kama makaburi, na haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiona nyumba yako Qur'ani haisomi, zimetawala shari, zimetawala nyimbo mbalimbali za kishaitani, basi baraka za Allah zinapungua. Na kupungua baraka maana yake nini? Hapa nataka nikueleweshe vizuri.
Kupungua baraka ina maana mnaweza mnapata pesa sana katika nyumba yenu, lakini wallahi lazim ile pesa inayayuka mara moja tu, alafu pengine hamna tachamana ambacho mmefanyia katika nyumba yenu. Kwa nini? Kwa nini pesa mnapata alafu inakuwa hakuna cha maana kinachofanyika? Baraka za Allah zinakuwa hazipo. Pesa kama unapata alafu baraka hazipo, pesa yako inakuwa kama vile inapita njia tu. Mnaingia mnaipata, mnatumia matumizi ambayo hayaeleweki kwa sababu za kupungua baraka za Mwenyezi Mungu katika kipato hicho. Kwa hiyo tujitahidi sana kuisoma Qur'ani katika majumba yetu. Jambo la pili katika yale manne ambayo leo tunakwenda kueleza ni kathrati dhunubu tamna'u al-arzaq. Kuenea sana, kufanya sana maasi katika nyumba yenu, basi kunazuia riziki. Ziko baadhi ya nyumba wallahi ladhim, maasi yamezidi sana katika nyumba hizo. Ziko nyumba watu wanaishi bila kuoana. Ziko nyumba swala zima la vilevi katika nyumba hiyo kitu cha kawaida. Ziko nyumba maskini ya Mungu hataji kabisa katika nyumba hiyo. Ziko nyumba leo kuanzia asubuhi mpaka jioni ni music kwenda mbele. Ziko nyumba leo hakuna kabisa toa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kathrati dhunubu, mkikithirisha sana madhambi, tamna'u arzaqi, kwamba kunazuia riziki katika nyumba. Kwa tujitahidi sana kupunguza maasi katika majumba yetu, ili nadi tupate riziki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa kubwa zaidi, ndugu zangu, tulete sana istighfari katika majumba yetu. Kuleta istighfari kunaondoa hasira za Allah na kunapunguza ghadhabu za Allah. Msikilize Mtume Muhammad anavyosema, anasema man akthara min al-istighfar, yoyote mwenye kukithirisha kuleta kwa wingi istighfari, jaala Allahu lahu, Mwenyezi Mungu anamjalia mtu huyo min kulli hamin faraja, kila pale penye huzuni basi Allah analeta faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, na pale kwenye dhiki basi Mwenyezi Mungu anakupa njia kutokea, warazakahu min haythu la yahtasib, na Mwenyezi Mungu anakupa riziki wewe kwa njia ambayo wala hutegemei, kwa kuleta istighfar. Maana madhambi yakiwa mengi sana, jitahidi sana kuleta istighfari, kwa sababu istighfari kazi yake kubwa, Mwenyezi Mungu anakutoa katika huzuni, Mwenyezi Mungu anakutoa katika ziki, na atakuruzuku kwa njia ambayo mwenyewe wala hukuitegemea. Hili ni jambo la pili katika yale manne ambayo leo tunakwenda kuyazungumza biidhnillahi taala. Jambo la tatu katika yale ambayo tunakwenda kuzungumza, la tatu an tasakhta an qada Allah. Jambo la tatu ni mtu kuchukia hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili ni miongoni katika mambo ambayo ni mabaya sana. Yani hukumu ya Allah mtu akawa anachukia. Kwa mfano, labda Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa maradhi, ikafikia tu unachukia kwa nini umepata maradhi. Unaona kama vile Mwenyezi Mungu anakuonea, kawa unalalamika kweli kweli. Kuchukia kadhia ya Allah, kuchukia makadirio ya Allah, kuchukia kile ambacho Allah amekupangia ni dhambi sana ndugu yangu, sana. Yani leo kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu akimpa mtihani kidogo tu kimaisha, basi anatamani hata afe. Anakuambia kabisa maisha haya bora nife tu bwana, sio mimi sababu ya kuishi hapa duniani, bora hivi. Sheikh, ukiona maneno hayo Mwenyezi Mungu anachukia sana, alafu anazuia riziki haya. Msikilize mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ittaqi al-mahrum. Mtume wetu Muhammad anasema epukeni sana, epukeni yaliyo haramu, epukeni yaliyo ya haramu, epukeni yaliyo ya haramu. Takun abadan nas, takun abadan nas, utakuwa miongoni mwa wale ambao wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, au wale ambao wenye kuabudu Mwenyezi Mungu kwa ubora zaidi. Wa arda bima qasama Allahu laka, na vile vile watakiwa uridhie katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekukadiria, au uridhie katika yale Mwenyezi Mungu amekupa. Takun aghna nas, utakuwa tajiri wewe kwa watu shekhi. Yani ukiridhia katika yale Mwenyezi Mungu amekupa,
ukaepuka yaliyo haramu, alafu ukaridhia katika yale Mwenyezi Mungu amekupa, shekhe wangu, utakuwa tajiri miongoni mwa matajiri. Na utajiri huu sio utajiri wa mali, sio utajiri wa nini, la. Utajiri huu ndugu yangu Uislamu ni utajiri wa nafsi. Bimaana jitahidi sana kuridhika katika yale makadirio yake Allah ambayo wewe umeukadiria. Na hili jambo la tatu katika yale manne ambayo leo tunakwenda kueleza, mtu akameridhika na hukumu yake, mtu akameridhika na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa, kama ni mitihani, kama nini, mtu akawa ameridhika. Jambo la nne, idha manna Allahu alayka bi ni'mati, pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapompa mtu neema au anapepewa neema hiyo na Allah, yule mtu akawa na tabia ya simulia. Siku zote watakiwa neema msimulie ule ambaye unajua huyu huenda akaniombea dua njema, ama huyu mtu ambaye ananitakia kheri, unaweza kumsimulia neema yako. Lakini neema usimsimulie kila yule ambaye unajua wewe huyu na mtu unamsimulia, ni mbaya sana sana sana. Na leo wako baadhi watu kama hao, akipata neema kidogo basi mji mzima utajua kama yeye ana pesa, kama yeye ana hiki. Hiyo ni mbaya, na usijaribu sana vitu kama hivyo kusimulia katika zile neema ambazo Mwenyezi Mungu amekupa. Tazama maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema istainu ala qada'i hawaijukum. Mtume wetu Muhammad anasema tafuteni msaada kwa kuficha, mahitaji yenu katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Istainu ala qada'i hawaijukum biiqtiman, bimaana yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na kuficha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapeni. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kwani kila mtu mwenye neema mara nyingi anakuwa anahusudiwa. Kwa hiyo tujitahidi sana kuyaficha yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupa katika miongoni mwa neema, na kama kuwasimulia, basi wasimulie watu ambao unajua huyu hawezi kunifanyia hasad, huyu hawezi kunidhuru. Unaweza kumsimulia kwa namna moja ama nyingine, lakini sio kila mtu kapenda kumsimulia neema yako, hiyo ni mbaya. Maana mtu asiyakasema, Mungu anasema fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Pamoja na hayo, lakini angalia nani anafaa kumsimulia neema zako. Sio kila mtu ambaye anafaa kumsimulia neema zako. Inshallah, nafikiri kwa haya manne kwa leo yatoshe. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.